Tundu Lissu anaendelea na alipoishia kutoa utetezi wake. Anasema baada ya Magufuli na Samia kuingia mwaka 2015, kazi walioifanya ndio imetuleta leo hapa mpaka nimepewa kesi ya uhaini. Sikusema Ijumaa kuwa mwaka 2020 nilirudi kutoka uhamishoni kutoka Ubelgiji kuja kumkabili Magufuli. Ni wazi sikuchaguliwa, lakini ningechaguliwa nisingekuwa hapa. Baada ya matokeo ya uchaguzi, tume itapaswa kuchapisha matokeo ya jimbo kwa jimbo. Ukiangalia uchaguzi za kabla mwaka 2020, tume huwa zina gazeti matokeo yote jimbo kwa jimbo na kata kwa kata nchi nzima. Ya ubunge jimbo kwa jimbo nchi nzima, lakini ya urais huwezi kuona kokote kule. The results were never gazetted, na sheria inasema baada ya miezi 6 yatachomwa moto. Hatutakuja kujua Magufuli alipata kula ngapi. Kwa nini? Kwa sababu tume ni ya CCM. Toka mwaka 1995 wagombea wa upinzani wameenguliwa kila mwaka, na toka mwaka 1995 na uchaguzi wa mwaka 2020 ndo ulitia fora. Wabunge wa majimbo 28 walipita bila kupingwa. Aliyeengua ni mkurugenzi wa uchaguzi ambaye kwa sasa ni mbunge wa CCM. Mwaka 2020 kwenye general election ilikuwa ni mass disqualification. Walioenguliwa ubunge walikuwa ni 63 kati ya 244, tukapambana nao sana. Madiwani 832 walianguliwa kwa mara nyingine, kukawa na mauaji sana. Sasa waheshimiwa majaji, ukisoma taarifa za watazamaji wa kimataifa walisema uchaguzi sio wa uhuru na haki na CCM inapendelewa. Uchaguzi ulikuwa na fujo na sisi huwa tunapigwa na mapolisi na sio wana CCM. Watu wetu wanatekwa na mapolisi na sio wana CCM. Kwenye hotuba yangu ninaposema polisi wanatembea na vibegi mgongoni wamejaa kula, hiyo ni ukweli wa kutoka moyoni kwetu, hakuna uongo. Samia anasema tuliwapiga fiksi tukawaingua. Samia anasema hivyo kwenye ripoti. Watazamaji wakasema bila mabadiliko ya uchaguzi kutakuwa na maafa mwaka 2025. Ripoti ya watazamaji wa Umoja wa Afrika kuwa kuna haja ya kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, ndivyo ilivyosema. Lakini CCM walisema katiba haitaleta chakula nyumbani. Sisi tukasema hapana, tutapigania katiba mpya. Wakamkamata Mbowe na kukaa jela miezi 8 kwa kesi ya uongo ya ugaidi, na waendesha mashtaka ni hawa. Waliposema ajitetee wakainta Nore, hawakujitetea. Tukashtukia yupo Ikulu. Nasikia jana ameibukia bwawa la Mwalimu Nyerere. Mwenyekiti wake yuko jela, yeye anaibukia huko nyuma ya mama huko. Watu wakacheka kwa maumivu huko ndani. Anasimama wakili wa serikali ajuaye anasema muda umeisha, twende mapumziko tafadhali. Twende lisali moja. Jaji akasema sasa tukirudi tutamaliza. Mheshimiwa Lissu akasema hapana, nafikiri tutaenda vizuri, niachieni tu niende. Sehemu hii inahamasisha mjadala kutoka historia ya tume za zamani kwenda matukio halisi ya uchaguzi wa mwaka 2020 na matokeo yake. Lissu anadai kuwa matokeo ya urais ya mwaka 2020 hayakuchapishwa, yani hayakuwa gazetted jimbo kwa jimbo kama ilivyokuwa desturi, na baada ya miezi 6 yanachomwa. Anahoji kwa nini. Anaeleza mass disqualification ya wagombea wa upinzani ambao ni 63 kwa wabunge na 832 kwa madiwani, majimbo 28 yasiyopingwa na vurugu. Anarejelea ripoti za waangalizi wa kimataifa na Umoja wa Afrika zilizosema uchaguzi haukuwa wa uhuru na haki, na zilionya kuhusu hatari ya mwaka 2025 bila mageuzi. Anaunganisha matukio haya na kesi yake ya sasa, akihoji kuwa kauli zake zilikuwa sehemu ya mjadala wa muda mrefu kuhusu mfumo wa uchaguzi. Lissu anajaribu kuonyesha mfululizo kuwa kukataliwa kwa mageuzi, matatizo ya uchaguzi wa mwaka 2020, onyo la waangalizi, kauli zake za mwaka 2025 ni sawasawa na kesi ya uhaini. Dai kwamba matokeo ya urais hayakuchapishwa ni zito, ikiwa ni kweli linaibua maswali mazito kuhusu uwazi. Idadi ya wagombea walioenguliwa inaonyesha kiwango cha juu cha kutokuwa na ushindani. Lissu anasisitiza kuwa hii ni truth of our heart, yani huu ni ukweli kutoka kwenye mioyo yetu. Hii ni kauli inayohitaji ushahidi sana. Anatumia kisa cha Mbowe kuonyesha muundo wa kesi za kisiasa zinazofutwa na baadaye kulinganisha na hali yake ya kisasa. Kurejelea ripoti za waangalizi kunaongeza uzito wa hoja yake kwamba mageuzi yalikuwa yanahitajika ili kuepuka maafa. Kwa ujumla, Lissu anajenga hoja kwamba kesi yake haiwezi kutenganishwa na muktadha mpana wa mfumo wa uchaguzi wa matukio ya mwaka 2020. Hii ilikuwa ni sehemu ya utetezi wa Tundu Lissu kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020 na jinsi alivyochangia, uchaguzi ulivyochangia kufikia kesi ya sasa. Mahakama ilienda mapumziko, utetezi bado unaendelea.
Nini maoni yako kuhusiana na hiki alichokisema Tundu Lissu mpaka kufikia sasa hivi? Kuandikie hapo kwenye comment.